dini kama walinganiaji kuchukua fikra zenu na kuweza kuzifikisha kwa upana zaidi katika mimbar zetu na maeneo tofauti tofauti. Mawazo yaliyotolewa ni mengi na yote ni ya msingi. Tunashukuru sana. Kusema kweli, ndugu zangu, hali ya maadili katika jamii yetu ni hali ya hatari sana. Nilipenda nisisitize hilo ili tuweze kujua kwamba umuhimu wa vikao vya aina hii sasa hivi. Hali si kama ambavyo labda baadhi yetu tunadhania. Ni hali ya hatari kupita kiasi. Hasa masala yaliyogusiwa yanayohusiana na masala ya ushoga. Ushoga ni saratani ambayo inaingia kimya kimya, taratibu, ikiwa ina msukumo mkubwa wa taasisi zenye nguvu na nchi zenye fedha na kuziingiza katika jamii yetu kwa ujumla. Tunashukuru sana serikali yetu imesimama kidete kabisa kupambana na hili jambo, na sisi kama jamii kuna umuhimu mkubwa tukasimama vile vile katika malezi ya kuhakikisha kwamba ugonjwa huu mbaya na hatari hauingii katika nchi yetu. Nasema hivyo kwa sababu ziko juhudi za makusudi ambazo zinafanyika za kuingiza ushoga kupitia katika vitabu, kupitia katika katuni za watoto, kupitia katika NGO ambazo zimesajiliwa, kupitia kwa watu wanaojiita wanaharakati, kuweza kushawishi na kupenyeza fikra za ushoga na hatimaye kutetea hata haki za mashoga kuwa wana haki kama ya kufanya ushoga wao katika nchi bila kubugudhiwa na mtu yote. Unaweza kuona hili ni swala gumu, lakini ushahidi ni nchi jirani, sitaki kuitaja jina. Ni miaka kadhaa tu iliyopita wamepitisha sheria ya kuruhusu kuanzishwa kwa NGO za ushoga. Nchi jirani imepitishwa na mahakama kuu na ni sheria. Ukienda katika hiyo nchi leo ukasimama kwenye mimbar ukazungumzia kwamba washoga wote wamelaaniwa na waingizwe motoni, ukishuka tu polisi wako nje wanakusubiri. Kwa sababu sheria inasema umekashifu kikundi cha watu ambao wana haki ya kutekeleza wanachokihitaji katika nchi ya kisekula ambayo haina dini. Kwa hiyo ulikuwa unatakiwa wewe usizungumze jambo lile. Sasa hapa kwetu haijaingia, lakini ni nchi jirani tayari unaona athari zinazojitokeza, lakini wanaharakati wanaozungumzia masuala kama hayo wapo. Sasa kuna umuhimu mkubwa sisi kama jamii kuelewa hii hatari ambayo inatukaribia na jinsi gani tutakabiliana nayo katika kupitia malezi ya watoto wetu nyumbani kwa kuwafundisha masuala mazima yanayohusiana na sex education na mambo yanayohusiana na mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke au mwanamke na mwanamke. Miaka 6 iliyopita 2015 kulifanyika utafiti katika moja ya chuo kikuu hapa Iringa. Na wakati huo iligundulika kuna mashoga ambao walijitangaza kabisa kwamba wao ni mashoga na wanawake walijitangaza kwamba wao ni malesbian wasagaji 1500 katika chuo kimoja. Yaani bila aibu walijitaja kabisa kwamba mimi nina tabia hii. Sasa fikiria hiyo ilikuwa ni 2015. Leo tunatuko 2026. Almost miaka 11. Imeongezeka kwa kiasi gani? Of course walalamika, tunataka chuo chetu kinataka kuchafuliwa na nini, ikazuiwa zile takwimu zisitangazwe, lakini ukweli unatisha. Na ukweli wa vyuo vikuu ukiangalia katika masuala ya ushoga unatisha. Achilia mbali mambo ya zinaa, yani sasa hivi zinaa imekuwa ni dhambi ndogo, sawa yani kitu cha kawaida, lakini ushoga umekithiri katika vyuo vikuu. Hii ni hatari ndugu zangu wazazi. Jambo la pili, wazazi tunawazungumzia hapa ni wazazi gani? Wazazi wengi tunaozungumzia hapa ni wazazi waliozaliwa kuanzia mwaka 1990 mpaka 2000. Ni wazazi wa milenia. Ndio tunawazungumzia. Ndio hao ambao wanalea watoto hivi sasa hivi. Sasa tukiwa tunawazungumzia wazazi wa milenia, ni lazima tuelewe kwamba wenyewe walilelewa katika misingi ipi na watawalea watoto wao katika misingi ipi. Tusipeleke picha wazazi manake ni wale wazee wa zamani wale na la. Wazazi ni hawa ambao wamezaliwa katika kipindi hichi, ambao wengi wao wamehudhuria hapa. Mabadiliko makubwa yamejitokeza katika kipindi cha 1990, 2000 mpaka sasa hivi. Mabadiliko makubwa sana katika upande wa kimaadili. Sasa hawa wazazi ambao wapo sasa hivi wamelelewa katika misingi ya kuchungwa hisia zao. Sawa Imam Ali ibn Abi Talib anasema waleeni watoto wenu kwa mujibu wa zama zenu. Msiwalee watoto wenu kwa mujibu wa zama zenu mlizolelewa nyinyi. Yani waleeni watoto wenu kwa mujibu wa zama zao.
Msiwalee watoto wenu kwa mujibu wa zama zenu mlizolelewa. Watoto wa sasa hivi ndio tuwalee kwa mujibu wa zama za sasa hivi. Usimlee mtoto wako kama ulivyolelewa wewe na wazazi wako mwaka 1950 60, la. Walee watoto kwa mujibu wa zama za sasa hivi za utandawazi, ili uweze kuweza kuathiri na kuwabadilisha. Watoto wa sasa hivi ni wale watoto ambao imetajwa mifano hapa. Unapomgombesha kuhusiana na kufeli katika mtihani, jambo lolote, anakwenda kuchukua sumu ya panya anakunywa. Wewe unaweza kuona ujinga gani huo? Yaani nimekugombesha kidogo tu. Sasa wewe unataka kumlea mtoto kwa zama za kwenu. Zama za zamani watoto walikuwa wakilelewa kwa ukakamavu. Emotions zao zinajengwa kwa ukakamavu. Na ndio maana wazazi wetu waliishi katika ndoa, walivumilia katika ndoa. Leo mabinti wa sasa hivi hawezi kuvumilia katika ndoa. Kero ndogo tu na mume wake nataka talaka. Kwa sababu gani? Fragile emotion. Ni emotion legelege. Mabinti wote wengi, asilimia kubwa, wana fragile emotions. Na ndio maana maradhi ya akili yamekithiri. Ndio maana stress zimekithiri. Ndio maana anxieties zimekithiri. Watu leo asilimia kubwa ni wagonjwa wa nafsi, hususan wanawake. Asilimia zaidi ya 66 ya wanawake wana matatizo ya kisaikolojia. Ni kwa sababu ya nini? Ya fragile emotions. Sasa tunapolea watoto wetu sasa hivi tusiwalee kwa ukali. Ukimlea mtoto wa zama hizi kwa ukali, hata siku moja hatakuwa rafiki na wewe, kwa kumgombesha, kwa kumsema, kwa kumkosoa, kwa kumsimanga. Na wazazi wanatumia fursa hii kuonyesha kwamba wanawafundisha watoto wao. Watoto wanawakimbia, wanapata marafiki wengine. Katika marafiki wanawapata ni social media. Sasa hivi kuna ChatGPT, unazungumza nayo, unaambia ChatGPT najisikia na huzuni kidogo, nifanye nini? Inakwambia usijali, umekuja sehemu inayotakikana na kuhusia sasa hivi, toka nje, nenda kapunge upepo. Huna boyfriend upate date naye leo? Na kuuliza ChatGPT, mtoto wako anapata ushauri kutoka kwa ChatGPT kwa sababu wewe umemfukuza nyumbani, utaki kuongea naye. Anapata mafundisho kutoka katika artificial intelligence. Ndio watoto wa zama hizi. Sasa usipokuwa na nafasi wewe ya kukaa ukamfanya rafiki, ukawa mpole kwake, ukamsikiliza, ukajali hisia zake, ukatunza siri zake, hawezi kukueleza matatizo yake. Atafundishwa nje. Kwa hiyo tupunguze ukali. Masala ya kuwachapa watoto yamepitwa na wakati. Sasa hivi ni wakati wa kuzungumza nao. Na mimi siamini kabisa katika kuchapa, na naamini kwamba mzazi au mwalimu anayechapa mtoto ni dhaifu, hana uwezo wa kuzungumza na mtoto. Zama tulizonazo tuzungumze na watoto wetu. Tujue matatizo yao, tuwafanye marafiki, tuwe nao wawazi, tuwapende. Malezi ya mapenzi yanatiba zaidi kuliko mapenzi ya ukali. Sisi ni Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Yeye alikuwa na mabinti, alikuwa na wajukuu. Watafiti wanasema kwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wahag mabinti zake, anawapiga kisi mabinti zake mara 25. Mara 25 daily. Anamhagi binti yake, anampiga kisi na wajukuu zake. Na kaangalia katika sira alivyokuwa akimpenda Fatima radhiallahu anha. Hapa tunawakisi watoto zetu mara ngapi kwa siku? Subhanallah, mpaka siku ya Eid labda. Yaani ni kitu tunaona, lakini wewe huwezi kujua utamwathiri kiasi gani binti yako, mtoto wako, kwa kumbusu kichwani, kwa kumkumbatia, akapumua hisia zake kwako wewe. Sasa malezi ya ukali yamepitwa na wakati. Sasa ndio malezi ya urafiki. Tuwe marafiki na watoto wetu. Jingine limezungumzwa swala la uchumi. Kusema kweli, mimi sitaki kukubaliana na kwamba uchumi ndio sababu ya mabadiliko yote ya tunayoona, au ndio kisababishi kikuu. Inawezekana ikawa ni kisababishi. Lakini sisi tumelelewa na wazazi wetu walikuwa katika hali ngumu kuliko sasa hivi. Barabara zilikuwa hazipitiki, ilikuwa hakuna simu. Sisi wengine tumesoma nje ya nchi, yani mpaka uende ukapige simu uongee na wazazi wako na kwenda kwenye hizo simu za kukoroga zile. Tena ndio sauti ya msikilizani. Hakuna WhatsApp. Mimi nimesoma miaka 8 nje ya nchi, yani sijarudi nyumbani wala sikuwa naona wazazi wangu. Hakuna WhatsApp, utamuona vipi? Yani simu yenyewe ya shida. Leo kila kitu kipo. Hali zimebadilika, matibabu yameboreka, usafiri umeboreka, elimu imeboreka, mavazi, nyumba zetu. Lakini hebu rudisha nyuma, wazazi wetu waliishi katika hali gani? Kwa nini ile hali ya uchumi uliokuwepo wakati ule isiwafanye wakawa na maadili mabovu? Chanzo kikubwa cha kuharibika kwa maadili kimezungumzwa na mheshimiwa aliyochangia pale. Swala la imani. Tuko mbali na imani yetu ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeacha misingi ya dini yetu tukufu ya Kiislamu.
Hiyo ndio source kubwa ya mabadiliko. Uchumi kuwa mgumu, kama una imani hautokufanya ubadilishe imani yako ya kufanya kwamba utafute uchumi kwa njia hata zilizokuwa za haramu. Na hapa tukumbushane hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema karne 14 zilizopita, tunaiona leo. Alisema ta'isa abdud dinar. Ta'isa ni mtu ambaye amepata madhara ya kisaikolojia, anaishi katika huzuni. Amepata hasara mtu ambaye anaabudu dhahabu. Amepata hasara mtu ambaye anaabudu dirham, fedha. Amepata hasara mtu ambaye anaabudu al-khamisa. Al-khamisa ni brand, fashion, kuonekana. Leo sisi maisha yetu yamekuwa magumu sana kwa sababu ya kuabudu fedha, kuabudu material, kushindana na kujifananisha na watu wengine. Ukimwona mtu kwenye Instagram amevaa kitu fulani unataka upate. Ukiona nyumba ya fulani unataka kama yako. Ukiona mtu fulani ana gari fulani unataka naye upate gari ile. Ukiona mtu amepiga chakula tu hotelini unataka nawe ukale katika hoteli aliyopiga ile, hata uwezo huna. Kwa hiyo vitu kama hivi vina ushindani wa aina hii, unatuzidishia stress katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Tunataka tuwe brand, tunataka fashion ya maisha ya dunia. Lakini tukirudi katika imani zetu, pesa zitatusumbua, utaridhika na kuridhika ni katika imani ya Muislamu. Moja katika sifa ya Muislamu ni kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu amemkadiria. Na huwezi kupata isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekukadiria. Hata uhangaike dunia nzima, kama hujakadiriwa na Mwenyezi Mungu, hutopata unachokitafuta. Wewe ni kumlilia Mwenyezi Mungu na kumuomba akupe wepesi katika maisha, akupe maisha mazuri. Lakini kuweka fikra za kiuchumi, nataka niwe kama fulani, nataka niwe kitu fulani, hii ndio inatupelekea katika hali hiyo ambayo tumeizungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, wahudhuriaji wa kongamano hili, haya yalikuwa ni majumuisho yangu, na mimi niungane na ndugu zangu wote waliozungumza kwamba pande zote zilizozungumza zinabeba lawama kwa viwango tofauti, na kila mmoja miongoni mwetu ni masulia wa kubadilika. Na sisi kama Waislamu tuna principle ya mabadiliko muhimu sana. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha hali iliyopo katika jamii ya watu mpaka wao kwanza waanze kubadilika. Mimi na wewe tukiwa ni agents wa mabadiliko, haya mabadiliko yatajitokeza katika jamii yetu. Kila mmoja kwa nafsi yake, usimwangalie mtu mwingine. Wewe una responsibility gani katika kubadilisha hali hii ambayo tunaizungumzia? Una mchango gani katika kuweka ngao kwa familia yako isikumbwe na mmonyoko huu wa maadili ambao tunaozungumzia? Kila mmoja katika nafsi yake aondoke hapa akiwa na message na ujumbe huo kwamba mimi ni agent wa mabadiliko, na kwa nafasi nilionayo nitaleta mabadiliko hayo katika jamii. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Jazakumullahu khairan.